mwezi ambao wenzetu Waislamu wako kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini hata ndugu zetu wa Kristo wako kwenye mfungo wa Kwaresma. Tumetoa sadaka hii mahususi kwa ajili ya kuonesha ari yetu ya umoja, juhudi zetu ambazo tunaweza tukazifanya walao kusaidia ndugu zetu waliofunga. Ndugu zetu wanapokuwa wamefunga, pengine anaweza akapita katika sehemu ambayo bado hajafika nyumbani, lakini muda wa kuiftari kwa umewadia. Kwa hiyo basi kupitia sadaka hii ya tende inaweza ikamsaidia yeye walao akapata chochote kabla kufika nyumbani. Na mara baada ya kufanya haya, tumetoa boksi hizi, boksi 43 kwa ajili ya kusaidia katika mwezi huu mtukufu, lakini haimaanishi tunaishia hapa. Tunaalika hata wadau, ndugu zetu wengine ambao wako nje ya Tarime, ambao wako ndani ya Tarime hii, tuweze kuungana nao walao kuwafanya wenzetu mwezi wao uishe salama. Lakini tukiwa na wimbo mmoja, amani yetu ndio iwe tunu katika kudumisha Tarime ambayo ina nuru ya kesho. Sisi ambao tumesimama hapa, kama nilivyosema awali, ambaye ni Musa Rioba, ni mkurugenzi wa Mwanzo Mpya Foundation. Taasisi hii imeamua kuungana na shehe wa wilaya pamoja na mashehe wote ambao wako katika misikiti yetu iliyopo sehemu mbalimbali za hapa wilayani kwetu, walao kutoa chochote ambacho tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Tumetoa sadaka hii ya tende maalum kwa ndugu zetu ambao tunaamini tende ni tunda lililobarikiwa kadri ya maandiko na pamoja na vitabu vyote vya dini na Qur'ani vinaeleza mambo hayo. Kwa hiyo kama ni tunda lililobarikiwa, tunaamini basi kupitia sadaka hii basi ikawa chanzo cha baraka ndani ya maisha yetu. Na mara baada ya mfungo, amani ile na tunachokiombea sisi hasa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, amani idumishwe ndani ya wilaya yetu na taifa kwa ujumla. Huo ndio wimbo wetu. Tunapokuwa tunasimama misikitini, kwenye nyumba zetu za ibada, huo ndio wimbo wetu. Hata mara baada ya mifungo hii iwe ndio desturi ya kila mmoja, huo umoja, walau tuhakikishe Tarime yetu tukidumisha upendo, tutapokea wageni wengi kupitia boda yetu tulionayo ya Sirari, tutapokea wageni kupitia pale, lakini watatamani walau kuona chochote kitu kilichopo ndani ya wilaya yetu ya Tarime. Mwingiliano huo utatufanya walau sisi tuone ni fursa gani wageni wale wakija wanaweza katuachia sisi kama nyumbani. Kwa hiyo tuungane, ndugu zangu waandishi wa habari, tuwe waandishi wa mema yale yanayofanywa na serikali yetu, kwa sababu pasipo wao inawezekana hata tusingesimama hapa. Ni nchi ngapi tunazoziona zinatuzunguka, lakini hawezi kufanya mikutano kama hii, hawezi kufanya kitu kama hicho, kwa sababu muda wote wanawindana. Kwa kuwa sisi tumejaliwa hiyo neema kupitia serikali yetu sikivu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, basi tusaidiane, walao mimi na wewe tuhakikishe kwamba kile tunachokifanya kinarudisha walao kumtia moyo sasa mama huyu, ili aweze kuleta maendeleo leo, kesho na kesho kutwa. Yapo mengi ambayo anaelezewa, lakini katika mwezi huu mtukufu tunachokiombea ni baraka na neema ziendelee kudumu katika wilaya yetu. Mimi niwashukuru sana na asanteni sana kwa kuja. Mimi nirudishe maiki hii kwa shehe, na nashukuru sana ndugu yangu, na naendelea kusisitiza wale ambao tuko ndani ya wilaya hii tusishirikiane. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunaweza kuwa na klabu yetu walao kuwashika mkono ndugu zetu. Hata sio hawa tu, kuna watu wako sehemu mbalimbali wenye mahitaji, mayatima, ndugu zetu ambao pengine wana mahitaji hapa na pale, wazee, wakina mama, kuna ndugu zetu wako hospitali, magerezani. Si sehemu ya kifungo tu, lakini nao wajisikie kama sehemu ya jamii, kwamba kile alichokifanya pengine katika kifungo kile akija kutoka atakuwa raia ambaye ni mwema, tutamtegemea katika jamii yetu ya Tarime. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa hayo machache, na niwaombe sasa tuungane na sisi kupeleka ujumbe kwa ndugu zetu ambao hawajashiriki. Nafasi bado ipo, tushirikiane. Sisi kama Mwanzo Mpya Foundation tumeanza, lakini sio mwisho, huo ni muendelezo wa ndugu zetu wengine wanaokuja. Asanteni sana. Mwanzo Mpya Foundation, naam, kwa Mwenyezi Mungu kuwawezesha, kuwawafikisha wao kuliona kuwa kuna ndugu zetu hapo Tarime wamefunga, wako ndani ya mfungo wa Ramadhani. Tanzania ni kubwa na ina watu wengi, Waislamu wengi wamefunga, lakini ukaona ipo haja wao washirikiane na ndugu zao wa Tarime Waislamu waliofunga wakatuletea futari. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hiyo sadaka yao waliweza kuitoa. Wangeweza kuwapelekea watu wengine na bado wangeendelea kupata fadhila zile, lakini wakaona hapana, ipo haja ya kufika Tarime tuwaone ndugu zetu, twende tukashirikiane na ndugu zetu. Sisi tunasema hatuna cha kuwalipa, bali kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe na arejeshe pale mlipopatoa, na afungue shughuli zenu, na akujalieni pia moyo huo huo, sio kwa sisi tu, hata pia kwa wengine wenye uhitaji.
basi mfike kwa ajili ya kuwasaidia na kwa ajili ya kushirikiana nao katika hali mbalimbali katika nchi yetu hii. Ndugu zangu, kwa niaba ya Waislamu wa Tarime, nikiwa kama shekhi wao Sheikh Masudi Saidi Wambura, tunasema asanteni sana, tunashukuru kwa hili mlilolifanya, lakini pia tunaomba isiwe ndio mwisho, iwe ndio mwanzo sasa wa hii taasisi ya Mwanzo Mpya kuendelea kufanya mahusiano na kushirikiana na Waislamu wa Tarime katika mambo mbalimbali kwa ajili ya kuinua Tarime. Pale tunapotekeleza mambo ya kimaendeleo katika Tarime, ndio tunatekeleza maendeleo ya nchi yetu. Tunamsaidia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kupigania maendeleo. Yeye peke yake tu hawezi, bali lazima na sisi tuweze kumsaidia. Anafanya jitihada kubwa sana, zinaonekana, na tunamwombea dua kwa Allah, Mwenyezi Mungu amzidishie afya, ampe nguvu na ari ya kuendelea kutekeleza majukumu ambayo Allah amempa kuyatekeleza katika nchi hii. Kwa hiyo nipende kushukuru tena na kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu kupitia hili lililotolewa. Hii sadaka mlioitoa si ndogo, na Mtume anatueleza hakika sadaka iliyokuwa bora ni sadaka inayotolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mmefanya jambo ambalo ni bora. Kwa hiyo tunakuombeni kwa Mwenyezi Mungu akupeni kwanza hidayah, alafu pili Mwenyezi Mungu akutengenezeni majambo yenu. Nipende kuishia hapo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhi wasallam. Wengi wameshazungumza. Kiongozi wangu mimi nikiwa mtendaji mkuu wa wilaya, shekhe wangu ameshazungumza vizuri, na huyu bwana wa Mwanzo Foundation wameshazungumza. Nafikiri kilicho cha msingi hapa, mimi kama mtendaji mkuu ninakuthibitishieni nyie mliotoa sadaka hii kwamba tutaigawa kwa uadilifu. Hizo boksi 43 tutazipeleka kila msikiti ulioko katika kona ya Tarime. Na bahati mbaya tu tumewajulisha wote, lakini wengine wako mbali. Nikawa nazungumza hili, nafikiri itakuwa ni ndani ya utendaji wetu, tutaangalia ni nini cha kufanya. Lakini hili kweli kama walivyozungumza wenzangu kwamba bila amani bila shaka hamna lolote. Nakumbuka ilikuwa mwaka 71 pale Uganda, Amini kapindua nchi, walimu wanakwenda kujificha, wanashindwa hata kufundisha kwenye madarasa. Maana yake ni nini? Hapakuwa na amani. Lakini sisi tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuna amani ya kutosha, tunajimwaga. Hata ile vita iliyokuwepo kwa Bonchari huko wapi na wapi, sasa hivi amani inaendelea kutamalaki. Bila shaka tunaweza kushukuru sana uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamwombea Allah aweze kumjalia zaidi na serikali yake kwa ujumla, ili tuweze kupata amani ya milele. Baada ya maelezo machache haya, naweza kusema waadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Naitwa Magesa Ismail Simija almaruf. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada, mimi naitwa Ismaili Bigambo Bulemo. Hapa wamezungumza viongozi wangu wa dini, lakini hawa viongozi wangu wa dini wana wazazi. Mimi nizungumze kama mzazi wao, kama mzee ndani ya msikiti huu. Ninawaangalia vijana, ninawashauri vijana, hata kama wao ndio viongozi wangu. Mzazi hata kwa kiongozi, mzazi hapungui. Kwa hiyo shehe wangu amenipa heshima kama mzazi, si kwa hili la leo tu, kwa maisha yake yote. Kwa niseme neno kubwa kwenu, Mwanzo Mpya Foundation, Mwenyezi Mungu ameanza mwanzo mpya wenu na sisi. Mimi kama mlezi na mzazi, kiongozi wangu huyu, hata mkitoka nitazungumza naye. Huu mwanzo mpya umeusemaje? Unabaki nao vipi? Au wameondoka basi wameenda? Nataka nithibitishe kwenu kwamba kama jina lenu lilivyo, na sisi tumeanza upya na ninyi, tutaendelea kuwa upya na ninyi
mpaka pale mtakapobadili jina lenu. Haya mnayoyasimamia, haya yanayowatembeza, tumeafiki. Mimi kwa umri nilionao sina nilichobakiza zaidi ya kuililia amani ya nchi hii. Kama mama analilia amani ya nchi hii, basi analilia amani ya nchi hii kwa ajili yetu sisi ambao hatuna nguvu sasa ya kukimbia. Maana mimi sina pa kukimbia sasa. Kwa hiyo amani hii ikipotea, hata pa kukimbilia sina. Takimbia wapi? Kwa hiyo mtu anapozungumza amani na kwa muktadha wa Uislamu juu ya amani, lazima nisimame naye. Nataka niwaahidi Mwanzo Mpya Foundation, mmejenga msingi, na nendeni, rudini mje muone mlichokijenga kinaendelea vipi. Na wathibitishieni kwamba tutasimama na ninyi. Yako mambo ambayo tunaogopa kuyasema leo, lakini hatutayaogopa kuyasema kesho, kwa sababu yatakuwa yamedhihiri. Kwa tutasimama kuyasimamia yale mnayoyaamini ninyi, kwa sababu hata sisi tunayaamini, tunayapenda na tunayahitaji. Lisiwe hili tu basi, kama mmetuchagua kuanza upya na sisi kama jina lenu lilivyo, tunayo mengine pia ya kufanya na ninyi, ili mjione kabisa kwamba hapa mlipokwenda mmekwenda mahala sahihi. Nataka nikuthibitishie kwamba kauli yenu kwetu hatutaijengea mashaka, tutaitekeleza. Tutaamini kama mnavyoamini, na mkituelekeza cha kufanya tutafanya pamoja na ninyi. Nendeni mkiwa na amani kwamba pale mmejenga urafiki wa kudumu ambao hautatetereka. Tutasimama na ninyi, tutafanya na ninyi, tutatembea na ninyi. Mama ni wetu, hatuwezi kumtupa popote. Amani ni yetu, tunaihitaji na tutaiacha ipotee. Laiti kama mngekuja kutafuta historia za watu na amani ya nchi hii, tungekuwa na muda wa kusema na nini, lakini niishie kuwashukuru na kuwaomba kwamba msiende mkaacha kurudi. Kuaga kwetu leo kuwe ni mwanzo wa safari yenu ya kurudi, kuja kuona rafiki mliyemtengeneza anaendeleaje. Nichukue nafasi hii kumtaka shehe wangu, kwa hili simuombi, kumtaka shehe wangu asimame na asimamie lile alilolisema kwako. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwakaribishe sana kuja kuona huu msingi mliojenga unaendeleaje.